Habari kuu duniani kote ni kuhusiana na kunyongwa kwa mume wa Osnach. Unaambiwa hukumu tayari imeshatoka, mwamba anyongwe mpaka kufa. Unaambiwa kesi hii iliyodumu kwa muda mrefu sana na kuumiza vichwa vya watu wengi juu ya kuuawa kwa mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Nigeria iligusa duniani kote na wengi walikuwa wakisubiri hukumu. Unaambiwa mahakama kuu ya wilaya ya shirikisho FCT huko Abuja, Nigeria ilimhukumu Peter Mwanchuku, mume wa marehemu mwimbaji wa nyimbo za Injili Osnach, adhabu ya kifo kwa kunyongwa baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya mkewe. Osnach alifariki dunia mnamo Aprili 8 mwaka 2022 baada ya madai ya kupigwa na mumewe. Ingawa awali iliripotiwa kuwa alikufa kutokana na saratani ya koo, ushahidi kutoka kwa familia, marafiki na majirani ulionyesha kuwa alikumbwa na unyanyasaji wa nyumbani kwa muda mrefu. Mashahidi walieleza kuwa Mwanchuku alimkanyaga kifua kabla ya kifo chake. Mwanchuku alikamatwa Aprili 11 mwaka 2022 na kufunguliwa mashtaka 23 ikiwa ni pamoja na mauaji, vitisho vya jinai, ukatili kwa watoto na unyanyasaji wa mwenza. Katika kesi hiyo upande wa mashtaka uliwasilisha mashahidi 17 wakiwemo watoto wawili wa marehemu na nyaraka 25 kama ushahidi. Upande wa utetezi uliwasilisha mashahidi 4 na vielelezo 4. Jaji Monsu Iheme alimhukumu Mwanchuku, mume wa Osnach, adhabu ya kifo kwa kunyongwa kwa kosa la mauaji. Kwa makosa mengine alipewa kifungo cha miaka 2 kwa kila kosa, kifungo cha miezi 6 kwa kosa moja na faini ya naira 500,000 na naira 200,000 kwa makosa mengine. Hukumu hii imepokelewa kwa hisia tofauti. Wanaotetea haki za wanawake wamepongeza uamuzi huo kama hatua muhimu dhidi ya unyanyasaji wa majumbani. Hata hivyo, baadhi ya watu wameeleza wasiwasi kuhusu adhabu ya kifo, wakitaka adhabu mbadala kama kifungo cha maisha gerezani. Sasa hebu turudi tuangazie ni maisha gani ya ndoa ambayo waliishi mpaka kufikia hatua ya kupigana. Je, ni kipi ambacho kilitokea? Majirani au kama mashahidi, ndugu walisema nini kabla ya Osnach kukumbwa na umauti? Inaeleza kwamba maisha ya ndoa ya Osnach yalikuwa na changamoto nyingi, hasa kwa upande wa manyanyaso ya ndoa yalidaiwa kufanywa na mumewe Peter Mwanchuku. Hapo ni muktasari tu wa maisha yake ya ndoa, yani kwamba maisha yao yalikuwa na vita, vurugu, gomvi. Lakini unaambiwa Osnach aliolewa na Peter Mwanchuku ambaye pia alikuwa ni mwimbaji mwenzake wa nyimbo za Injili. Ndoa yao ilionekana ya kawaida mbele za watu, lakini kwa mujibu wa familia na marafiki waliokuwa karibu nao walisema kulikuwa na unyanyasaji wa kimwili na saikolojia ya muda mrefu. Marafiki na majirani walidai kwamba Peter alikuwa mtu mkali, mwenye wivu na aliyemzuia Osnach kushiriki kazi nyingi za muziki bila ya idhini yake. Lakini walikuwa na watoto 4 na wote ni wa kiume. Inasemekana kwamba watoto pia walishuhudia baadhi ya manyanyaso dhidi ya mama yao. Baada ya kifo cha Osnach, watoto waliwekwa chini ya uangalizi wa serikali au familia wakati kesi ya baba yao ikiendelea. Familia ya Osnach ilisema kuwa ilijaribu kumshawishi arudi nyumbani kwao baada ya kuona mateso ya ndoa, lakini Osnach alikuwa mtu wa imani sana na aliamini katika kuvumilia ndoa kwa ajili ya watoto na huduma ya Mungu. Watu wengi walimuelezea Osnach kama mnyenyekevu, mwenye hofu ya Mungu na ambaye hakupenda kuonyesha matatizo yake hadharani. Huyo ndio mfano wa kuigwa kwa waimbaji wengine wa kike hapa Tanzania. Jamani, muwe wavumilivu wa ndoa zenu. Ingawa kuna wengine wanasema wao hawawezi kuvumilia mateso, lakini Osnach mpaka kifo kimemkuta kwa mumewe kwa kipigo na akaonyesha kwamba nje hakukuwa na changamoto yoyote. Yani licha kupigwa ndani, lakini nje hakuwahi kutoa mambo yake hadharani. Kwa hiyo mpaka kifo kimemkuta kutokana na kipigo cha mumewe ambaye pia naye alikuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili.
Kwa hapa Tanzania unahisi wewe ni mwimbaji gani ambaye anaweza akavumilia ndoa yake kwa namna hiyo? Yani yoyote yule wa kike ambaye wewe unamhisi anaweza akavumilia, basi drop comment hapo chini utuambie kwamba huyu anaweza akavumilia ndoa yake. Utakomentisha kinoma noma. Subscribe. Bye bye.